Hello farmers, watu wangu wa nguvu. Leo tuje kuangalia katika uzalishaji wa tumbaku. Uzalishaji wa tumbaku na mambo mengi sana. Tuanze na utangulizi. Tumbaku huzalishwa kwa ajili ya majani yake, na majani ya tumbaku yale yaliyokomaa huvunwa na tumbaku hutumika hasa katika kutengeneza nini? Sigara. Lakini pia kuna aina za tumbaku zinazolimwa Tanzania. Lakini pia matumizi ya tumbaku ni mengi sana. Sasa aina ya tumbaku zinazolimwa Tanzania, kuna tumbaku ya mvuke, kuna tumbaku ya moshi na kuna tumbaku ya hewa. Tumbaku ya moshi hulimwa kusini mwa Tanzania hasa Ruvuma, lakini tumbaku ya mvuke hulimwa sana sana Tabora, Shinyanga, Kigoma, Katavi, Iringa, Mbeya, Songwe, Singida, Morogoro, Mara, Kagera, Geita. Lakini pia tumbaku ya hewa hulimwa sana katika mikoa ya Ruvuma, Geita na Kagera. Aidha, kwa sasa tumbaku ambayo inafanyiwa majaribio ni tumbaku ya dark air. Tumbaku ya dark air ambayo inafanyiwa majaribio katika mkoa wa Iringa. Sasa tuangalie ni hali gani ya hewa ambayo tumbaku huwa inastahimili. Hali ya hewa na udongo ambao tumbaku huwa inastahimili. Tumbaku inahitaji kiasi cha milimita 38 za mvua ambayo inanyesha vizuri katika kipindi cha wiki 16 baada ya kupanda. Hiyo mvua inatakiwa inyeshe katika kipindi cha wiki 16 baada ya kupanda. Au ule muda wa kuhamisha mche kutoka kwenye kitalu kwenda kwenye nini? Kwenye shamba, tunaita transplanting. Mvua nyingi huwa na madhara au kuchochea kupatikana kwa magonjwa. Kwa hiyo kunaweza kuwa na mvua nyingi, magonjwa yanakuwa mengi. Kukiwa na mvua chache, magonjwa yanakuwa mengi. Kwa hiyo tumbaku inahitaji mvua za wastani. Tumbaku ya mvuke hustawi vizuri katika udongo mwepesi, tunaita loam soil. Na udongo huo unakuwa ni udongo wa kichanga na haihitaji udongo unaotuamisha maji, yani ule udongo mfinyanzi. Na pia inahitaji nitrogen katika hatua za mwanzo kadri inavyozidi kutua katika shamba na kukua. Kwa hiyo inahitaji nitrogen ambayo haipungui, nitrogen nyingi. Kwa hiyo udongo unapokuwa na nitrogen nyingi wakati wa majani kukomaa, ubora wa majani hupungua. Kwa hiyo inahitaji nitrogen nyingi wakati wa kukua. Hapo tunaelewana? Tuendelee kuangalia, tuendelee kujifunza. Tumbaku ustawi vema katika maeneo yenye mwinuko toka usawa wa bahari mita 900 hadi mita 1500. Japokuwa tumbaku ya moshi haistawi vizuri kwenye maeneo yenye mwinuko wa mita 1400 kutoka kwenye usawa wa bahari. Tunaelewa? Sasa tuje kuangalia ni mbegu gani tumbaku, mbegu ambazo zinatoa tumbaku nzuri. Mbegu ambazo zinatoa tumbaku nzuri. Mbegu za tumbaku ya mvuke zinazolimwa nchini Tanzania ni mbegu ya K326, RG17, ULTF1O na DDV10. Na kwa tumbaku ya moshi aina inayolimwa Tanzania ni Heavy Western. Hizo ndo mbegu ambazo zinatoa majani mazuri, zinatoa tumbaku nzuri na zinatoa wastani mzuri wa unaokubalika sokoni. Tuende sasa kwenye kutengeneza vitalu. Kutengeneza vitalu zingatia kutafuta eneo zuri na lenye salama la kuweka vitalu, na lazima liwe karibu na chanzo cha maji. Kama eneo lipo sehemu ambayo kuna upepo mkali, zingatia kutengeneza katika upepo au badilisha upande wa kuweka vitalu kila mwaka kuzuia wadudu waharibifu wale nematodes.
Kwa hiyo sasa tengeneza vitalu vilivyoinuka na viwe katika upana wa mita 1 na sentimita 20 au mita 1.5 sawa na urefu wa mita 23, yani upana mita 1 na sentimita 20 au mita 1.5, lakini urefu uwe mita 23. Baada ya kutengeneza matuta, tifua kidogo udongo ule uwe katika saizi ndogo, na baada ya hapo nyunyiziwa dawa za kuua wale nematodes, wale wadudu, kwa kufuata maelekezo kwa usahihi aliyoandikwa kwenye chupa, ile chupa ya dawa. Kabla ya kupanda, weka mbolea ya NPK yenye ratio ya 10:18:24 katika vitalu, ukichanganya na udongo kwa kutumia leki. Kuchukua ile mbolea kiasi fulani, changanya na udongo, changanya kwa kutumia leki. Na baada ya kuweka mbolea, chukua keni na maji safi ndani yake, kisha weka mbegu ndani ya keni, lakini pia weka hiyo maji kwenye keni, lakini nyunyizia mbegu katika kitalu na kwa usahihi. Baada ya hapo changanya kwa kutumia leki tena. Tunaenda sambamba. Haya, baada ya maelekezo hapo juu baada ya maelekezo kama hayo, unaweza ukaweka nyasi vitalu vyako, na kisha unamwagilia kila siku mara 3. Naona mara 3, asubuhi, mchana, jioni. Sana sana jitahidi sana mwagilizia mara 2. Asubuhi kama saa 4 saa 3, na jioni kama saa 10 saa 12. Ili ukishamwagilizia mara 3 utatoa nyasi hizo pale utakapoona mbegu zimeanza kuota kuanzia wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea kuanzia wiki ya 3. Sana sana siku 21 ndio mbegu huanza kuota. Baada ya mbegu kutokezea, unaweza kaondoa nyasi na unamwagilizia mara 1 kwa siku ndani ya wiki 2. Kabla ya kuhamisha ile miche shambani, mwagilizia mara 1 kwa siku 2 ili kuwezesha miche kuhimili ukame na kuweza ile miche kuwa tayari kwa ajili ya kuhamishiwa shambani baada ya wiki 8 toka kupandwa. Unaenda kupandikiza. Hapo nazungumzia kutoa mche kwenye kitalu na kuweka mche shambani. Sasa basi, ukiwa umeshafika kwenye hilo, hakikisha wewe kama wewe sasa umejiandaaje na hali ya kilimo. Hasa hali ya kilimo huwa unaiandaaje katika mfumo wa uzalishaji tumbaku bora. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, hamisha ile mishe shambani inapofikia urefu wa sentimita, nikwambia katika video zangu zilizopita, kuanzia urefu wa sentimita 12 hadi sentimita 18. Hapa tunazingatia wastani wakati urefu wa sentimita 15. Kwa kwanza mbegu yenye urefu wa sentimita 12 hadi 18 ndio mbegu ambayo inatakiwa uhamishie kutoka kwenye kitalu hadi shambani. Sasa zingatia usafi wa mikono, mavazi wakati unafanya kazi katika vitalu vya tumbaku, na pia epuka kuvuta sigara ukiwa shambani, sababu ile sigara italeta kitu ambacho kitakuja kusababisha baadaye mbele magonjwa. Tuje kwenye kuandaa shamba. Kuandaa shamba, tengeneza matuta yenye umbali wa mita 1. Pia zingatia kuanzia magugu yote unayatoa. Tengeneza matuta mapema katika kipindi cha mvua. Ukifanya hivyo itasaidia sana kuhamisha miche shambani mapema katika kipindi cha mvua. Kwa tuta, umbali wa tuta moja hadi tuta moja inatakiwa uwe kuna mita 1 katikati. Inatakiwa kuwe kuna mita 1 katikati au sentimita 120 sawa na mita 1.2. Sasa huo ni upana kutoka tuta moja hadi tuta moja, lakini urefu wa tuta kupanda juu iwe sentimita 20 hadi 30. Hapo tumeelewana. Kwenye kupanda sasa, kupanda tumbaku. Tumbaku hupandwa kwa kutumia mbegu, na mbegu hupandwa katika vitalu na huhamishwa shambani. Huhamishiwa shambani pale inapofika urefu wa sentimita 15, kadiria urefu wa sentimita 12 hadi 18 hivyo.
Mwagilia miche wakati wa asubuhi na jioni. Na ng'oa miche kwa umakini ili kuepusha nini, kukatakata mizizi ile taproot. Kwa hiyo tengeneza shimo au mashimo katika matuta unapoenda kupanda, na utapanda tumbaku yako ya mvuke katika mashimo yanayotakiwa katika umbali wa mita 50 hadi wa sentimita 50 hadi 60. Lakini kwa tumbaku ya moshi utapanda tumbaku kwa upana ni mita 1 kwa mita 1. Lakini tupo tunazungumzia hapa tumbaku ni tumbaku zote. Kwa upande wa tumbaku ya mvuke utatumia sentimita 50 kwa 60 hadi 40. Kama mashimo ni makavu, mwagia lita 1 maji kwa ajili ya kuzingatia nini? Kwa ajili ya kuzingatia kutokupa mche stress, yanayoita ukame, si ndio? Ushapanda hapo na kuwa umemaliza, shamba lako liko neat, umepanda vizuri. Ndani ya siku 3 rudisha zile mbegu ambazo zimekufa kwa sababu mbalimbali. Lakini pia kuna muda wa mbolea, tutaelezana. Palizi. Usafi wakati wote unasisitizwa sana kuepusha ushindani wa tumbaku na magugu kupata maji na viini vya mbolea. Ni jambo la lazima kutifulia tumbaku, kulegeza udongo karibu na mimea ya tumbaku na kujenga tuta upya ili kuwezesha mmea kunyonya lishe ya kutosha katika kipindi cha kuanzia wiki 4 hadi wiki 6 baada ya kupanda, ambapo tumbaku huanza shina tumbaku hukuza shina kwa uharaka. Palizi. Tunakirua kwanza majani, baadaye tunalegeza udongo ili tumbaku iweze kuleta madoa mazuri, iweze kuwa na shina zuri katika mpangilio mzuri wa majani na iweze kuwa na afya nzuri. Tunakuja kwenye mbolea. Weka mbolea NPK katika wiki 1 baada ya kupanda. Unatakiwa kuweka kina cha sentimita 10 na umbali wa nini wa sentimita 10 kutoka kwenye mmea. Ni baada ya siku 7. Yaani nimepanda leo, hesabu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Unaweka nini? Mbolea NPK yenye ratio ya 10, 18, 24. Sasa baada ya wiki 3, ndani ya kuanzia siku ulipopanda, ukihesabu hadi siku 18 hadi 21, ndani ya wiki 3 weka mbolea weka mbolea ya kani. Hapa ni vizuri sana huwa tunachanganya mbolea ya kani na NPK kwa mbali ili kuweza kuongeza nitrojeni ya pande zote katika NPK na pande katika kani ili kuweza kuboresha zaidi, kuweza kupata majani mazito. Hii ni wiki ya 3 baada ya kupanda, unaweka mbolea ya kani yenye asilimia 27. Kani zipo nyingi, chukua kani ya asilimia 26 hadi 27. Sasa ukishatoka kwenye mbolea, umeshaweka mbolea zako. Sasa umeshaweka mbolea zako, kinachotakiwa hapa wewe ni katika kufanya nini? Kukatia, kufanya topping. Umepalilia, umefanya nini? Umeshaweka mbolea zako. Kitakachofuata hapa ni wewe, tumbaku imeanza kukua sasa. Ikiwa imeanza kukua, kitakacho kuongoza tena ni katika kukatia nini? Maua. Kukatia maua kwa wakati unaofaa, naita low topping na high topping. Mkulima anashauriwa kukata maua baada ya asilimia 50 ya mmea yote kuchanua na kufunga au kufungua majani. Kitendo cha kukata maua ni kutaka majani ya hifadhi wanga ule unaotengenezwa na kufanya tumbaku kuwa nzito. Vinginevyo wanga huo utatumika kutengeneza mbegu za tumbaku na kufanya majani ya tumbaku kuwa mepesi. Aidha, ukataji wa maua unasaidia kurefusha kwa majani na mizizi kuongezeka, idadi ya majani kuongezeka, lakini tunatarajia mmea uwe na majani kuanzia 16 hadi 18 kulingana na lishe ya mmea. Tunakata majani ya mmea kwa kiwango cha high topping na low topping. Low topping tunakatia chini, lakini high topping tunakatia majani juu. Yaani kuna kuchelewa kukata kwa kukatia majani mengi na kuna kuwahi kukata kwa kukatia majani machache. Kuna faida kubwa katika kuwahi kukata. Ukiwahi kukatia hata kama majani yatakuwa mengi, kuna faida kubwa sababu kila chakula chote kinachotengenezwa ambacho kingeenda kutengeneza mimea, maua, kingeenda kutengeneza maua, ile wanga yote ambayo ingeenda kutengeneza maua inarudi kutengeneza uzito wa jani, inarudi kutengeneza jani. Kwa hiyo sasa zingatia high topping na low topping, nitakuja kuzielezea, lakini katia mapema sana kabla mmea haujazidi kile kiwango cha ukatiaji. Lakini kitu kingine, kuna kuondoa kikonyo. Kuna kuondoa nini? Kikonyo. Mara baada tu ya kukata maua,
hukata maua, mmea huanza kutoa vikonyo, yani vitoto vile tunaziita suckers, kuondoa vile suckers. Vikonyo hutumia akiba ya wanga ili kukua, hivyo havina budi kuondolewa. Unatakiwa uviondoe kabla havijafikia urefu wa inchi 2. Vikonyo huondolewa kwa mikono au kwa kutumia dawa ya kuzuia vikonyo wakati wa kukatia maua. Hii tunaziita suckers. Tunatumia motea kwa ajili ya kuondoa vikonyo. Hizi ni suckers. Hautakiwi ruhusu suckers ziweze kuendelea kuonekana au kukua, kwa sababu ukiziruhusu itazidi kunyonya wanga inayopatikana kwenye wanga inayopatikana na katika mmea ule, na ingetakiwa kukuza kukuza ukubwa wa jani. Kwa hiyo sasa ondoa kikonyo. Kitu kingine ambacho unatakiwa uzingatie ni magonjwa na wadudu. Magonjwa huathiri sana tumbaku na magonjwa hayo unakuta ni dumping off. Nishazielezea katika video zilizopita upande wa Facebook ni posti, lakini pia tuendelea kufundishana. Kuna magonjwa yanaitwa dumping off, kuna rosette, kuna anthrax na brown spots ambazo naziita ni mosaic virus. Kuna wadudu wanaoshambulia sana tumbaku ni inzi weupe, kuna nematodes, kuna minyoo, kuna mchwa, na wadudu hawa hasa hushambulia mche ukiwa bado kwenye kitalu. Lakini mchwa unashambulia sana hasa tumbaku au mche unapokuwa kwenye matuta. Kwa hiyo kuwa makini sana magonjwa na wadudu. Kuna rosettes, kuna dumping off na anthrax na hawa brown spots ambazo tunaziita TMV. TMV virus, mosaic tobacco virus. Lakini hakikisha unakuwa makini na hawa majamaa. Lakini kitu kingine ni uvunaji. Kabla ya mkulima hujaanza kuvuna tumbaku, ni lazima uhamishe mabani, yani ni katika lugha nyepesi, uhakikishe mabani yanakuwa katika hali nzuri katika ukaushaji na katika hali nzuri katika utunzaji. Bani linaweza linakausha vizuri lakini situnze vizuri. Tuchukulie kwamba bani ni nzuri, linakausha vizuri lakini linavuja, hilo halitunzi vizuri. Na maana unachokikausha kinakaushika vizuri lakini hakitunziki vizuri katika ule muda ambao unategemea kitastahimili katika kitachukua ule muda kutumika kwenye bani ili kuweze kutengamaa katika ukaushaji bora. Linavuja, hilo halitunzi vizuri. Kwa kisha bani halivuji, lina majiko safi ya kisasa ambayo hatumii kuni nyingi ili isiweze kutumia bajeti kubwa. Lakini pia hakikisha tumbaku inakuwa katika hali nzuri ambapo kipeleka sokoni itakuwa ni nzuri na itakuwa inastahimili. Huu ni uzalishaji wa tumbaku. Ndugu wakulima, channel hii ipo kwa ajili ya kukuletea update, bei, kila kitu ambacho kinaendelea kwenye ukao wa tumbaku. Lakini pia kama unahisi kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuelewa, comment hapo chini, tutaona, tutasoma na tutakuletea habari ambazo ni za uhakika na elimu ambayo ni hakika. Asante sana, subscribe. Kama wewe ni mara ya kwanza kuona channel hii, kumbuka kusubscribe, lakini pia kama wewe ni mara yako ya kwanza kumbuka kulike, kushare ni comment, lakini pia mwalike rafiki yako aweze kujifunza kupitia channel yetu. Asante sana. Hii ni channel yetu sote, Dhahabu ya Kijani, na mimi ni wako katika kazi hii. Asante.